Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, na kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo ambacho kimekuwa cha baraka sana. Basi tuko katika kitabu cha Warumi sura ya 6. Sasa tutasoma mistari kadhaa hapa. Kianzia wa kwanza anasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hilo, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi Paulo ameiandika, nayo ni hii. Anasema, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye na kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo. Sikia ahadi sasa, anasema vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa maisha. Na sisi tuenende katika upya wa maisha. Maana yake hapa Paulo anasema sisi tuliobatizwa tumeifia dhambi, hatuishi tena katika dhambi, lakini sisi tunaishi katika upya wa maisha. Tunaishi katika upya wa maisha. Kwa hiyo kitendo cha kubatizwa, unabadilishwa, unakuwa mpya. Huyu yule yule, lakini unabadilishwa, unakuwa mpya, unafanyika kuwa mtu mpya. Kitendo cha ubatizo kinakufanya kuwa mpya, kinakubadilisha kutoka kuwa mpya. Je, umeshabatizwa? Kama hujabatizwa, basi bado wewe ni yeye yule yule, lakini kama umebatizwa, umebadilishwa. Kwa hiyo ubatizo kazi yake ni kubadilisha mtu kuwa mpya. Mahali fulani anasema, kwa Wakorintho anasema, tazama tumekuwa kiumbe kipya. Maana yake kitendo cha kumwamini Yesu Kristo na kubatizwa, unabadilishwa na kuwa mpya. Je, wewe ni mpya au ni wakale? Mtu akinunua nguo mpya huifurahia. Mtu akinunua simu mpya huifurahia. Mtu akinunua chochote kipya, ama ni gari jipya, hulifurahia sana. Kwa nini? Kwa sababu ni jipya. Ndivyo ilivyo na wewe. Kabla hapa Mungu hakufurahii, lakini siku utakapogeuka na kufuata Injili na kubatizwa, unageuzwa na kuwa mpya. Na tokea hapo Mungu anaanza kukufurahia. Tokea hapo Mungu anaanza kufurahia. Je, unapenda kufurahiwa na Mungu ama kukasirikiwa naye? Mimi nimebadilisha mawazo. Nimekimbilia kwenye kufurahiwa na Mungu badala ya kukasirikiwa na Mungu. Ni jambo la ajabu Mungu kukukasirikia, lakini ni jambo zuri zaidi kugeuza nafsi yako, akili yako na mawazo yako kuelekea Mungu, ili Mungu apate kukufurahia. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha kubatizwa unafanywa kuwa mtu mpya. Unafanywa kuwa mpya. Je, ungependa maisha mapya? Mimi nayafurahia maisha mapya. Wako watu wako katika maisha mapya, endelea katika maisha hayo. Lakini wako watu ambao wanaishi katika maisha ya kale, maisha ambayo hayajabadilishwa. Mungu hapendi hayo. Mungu anafurahishwa na watu waliobadilishwa. Paulo anasema sasa tunapata utu upya, tumefanywa kuwa wapya. Je, ungependa huo upya? Tafadhali nakusihi, badili mawazo yako na mtazamo wako
Kwa wewe ambaye hujawa mpya, Mungu akufanye kuwa mpya tena, ufurahie maisha ya mbinguni. Mungu akubariki, akusaidie. Wewe ambaye unaendelea na upya wa maisha, usirudi nyuma wala usikubali kurudishwa nyuma na mtu yeyote wala na kitu chochote wala mazingira wala hali yoyote. Ng'ang'ania katika maisha hayo. Siku ya mwisho utafurahi pamoja na Bwana milele. Akubariki Mungu wa mbinguni, kwa jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.